Naitwa Prince Shoza, ni shabiki wa soka jijini Dar es Salaam. Kusema kweli, katika mchakato wa klabu ya Simba kuhusu uwekezaji, mimi naona kama urudiwe tena. Yaani Simba kama waanze mchakato upya, kwa sababu mchakato ule wa awali naona kama unatudanganya fulani. Kudanganya kwa sababu gani? Anauliza mchakato wa Simba umefikia wapi? Sawa, mchakato gani ambao umefikia wapi? Simba sasa hivi yeye anaitwa mwekezaji tayari, yeye bidhaa zake tayari zinaonekana, ni mwekezaji tayari, yeye ana bodi ya ukurugenzi. Uje bodi ya ukurugenzi ni ya kwake, na hata mwenyekiti wa kwanza wa bodi ya ukurugenzi wa Simba alikuwa ni yeye mwenyewe. Alafu mchakato wa Simba anaulizia yeye mtu ambaye tayari ni mwenyekiti wa bodi, alafu anaulizia mchakato. Na klabu ya Simba mpaka sasa hivi ninavyojua inaendeshwa na bodi ya ukurugenzi. Bodi ya ukurugenzi ndio wanaoendesha Simba. Maana na washakubaliana kikatiba, na mwenyekiti wa bodi ya ukurugenzi ambaye sasa hivi ni Crescent Magoli ndio anayeshika hatamu ya Simba. Simba masuala yote ya usajili, Simba wanakwenda wapi, yani anayesimamia ni mwenyekiti wa bodi ya ukurugenzi wa Simba. Mwenyekiti wa Simba Sports Club kwa sasa hivi, kwa mujibu wa mabadiliko ya katiba, ndio anaingia kuwa makamu. Ina maana mwenyekiti ni upande wake yeye Afu leo hii anauliza kwamba yani yeye mwenyewe ndo anajiuliza mwenyewe swala la uwekezaji vipi, yani yeye mwenyewe anajiuliza. Kwa hiyo hii mimi naona kama huu mchakato wa Simba uanze upya, kwa sababu mpaka sasa hivi CEO wa klabu ya Simba ni wa kwake yeye. CEO ujue ameajiriwa, analipwa na yeye, bodi ya kurugenzi analipa. Maona hiyo na nafasi nyingi tu ambazo za Simba Sports Club zinazosimamiwa na bodi ya ukurugenzi zinatoka upande wake yeye. Simba leo hii inafanya vizuri, Simba leo inafanya vibaya, sifa ni yeye, lakini lawama wanapelekewa watu wengine ambao wao hawatawashiki hatamu aina yoyote. Kwa hiyo mimi naona mchakato wa Simba unatakiwa uanze tena, kwa maana kwamba ule ulikuwa unafanywa mwanzo, aidha waombe radhi, wajitokeze waombe radhi, ama mkono wa sheria upite kwa kila mmoja aliyeshiriki katika ule mchakato wa kwanza wa uwekezaji. Mpaka tunaambiwa sisi zimetoka bilioni 20, yani ikiwezekana washtakiwe kwa sheria ya nchi, kwa sababu waliudanganya umma. Yani waliudanganya umma, kwa sababu kila kilichofanyika ni uongo. Simba haiwezekani leo hii Simba inaongozwa na bodi ya wakurugenzi, alafu mwekezaji mwenyewe anauliza mchakato vipi. Kwa hiyo ina maana kumbe pale kile kilichofanyika na wanachofanya Simba isimamiwe vile, iongozwe vile, ni uongo. Ulikuwa unafanyika uongo. Kwa hiyo ninaona ule mchakato Simba anze kwanza. Nawashukuru sana, ama nawapongeza sana viongozi wa Simba Sports Club kwa kwanza mchakato wa wanachama, ingawa naona bado kanuni wamezikiuka, yani ile tenda ya ile kampuni ambayo inasimamia ile ambayo inaitwa, sihitaji jina, lakini ile kampuni ambayo inasimamia masuala ya kadi, ile tenda ilitakiwa itolewe ili watu wagombanie ile nafasi, alafu tuone ameshinda nani, apewe ile tenda. Lakini nimeona kama imekuja kienyeji, lakini tunashukuru mchakato wa kuingiza wanachama wapya wa Simba Sports Club umeanza. Umeona, lakini mchakato unaanza sasa, nadhani ni hatua nzuri. Mchakato wa uwekezaji, transformation, umeona, waufanye upya. Yani Simba ianze mpya, na tuone wanafikia angalau kama Yanga
masuala ya Yanga ya uwekezaji wameyafanya wenyewe, hajasimamiwa na mfadhili wala hajasimamiwa na mwekezaji. Hakuna mtu ambaye amesema mimi nataka kuichukua Yanga fanye leo, labda kama mfadhili yule GSM amesema anataka kuichukua Yanga. Sijaiona kwa upande wa Yanga. Yanga wenyewe wamefanya harakati zao wenyewe mpaka wamehakikisha wanachagua njia ya kupita.